Sawa madam, mimi nimekuelewa na nitalifanyia kazi. Kijana, habari yako? Safi, wewe ni nani na una shida gani? Kwa majina naitwa Deogratius Milinde. Mimi ni mwekezaji na nilikuwa naangalia maeneo kwenye huu mtaa na nimevutiwa sana. Lakini wakati napita pita nikakuona unaongea na dada mmoja hivi. Nikahisi kama vile namfahamu. Nahisi kama nilisoma naye hivi. Vipi, unamfahamu? Hapana, mimi simfahamu. Na ni mtu aliyekuwa anauzia biashara, kwa bahati mbaya amekosa. Ni biashara gani ambayo alikuwa anaulizia? Ni biashara ndogo ndogo kuhusu kuku wa kienyeji, maana anataka kuanzisha mradi wake wa kuku. Oh, mradi wa kuku. Sawa. Hata hivyo nilikuwa naomba kama unapajua nyumbani kwake unipeleke ili niweze kupafahamu, kwa sababu ni miaka mingi sana tujai kuonana. Hapana, mimi nyumbani kwake sipafahamu na tumekutana hivi kama ulivyoona wewe. Basi sawa. Hata hivyo mimi mwenyewe nilikuwa naangalia maeneo kama nilivyokuambia. Na vipi, hakuna maeneo ambayo unayafahamu labda mtaa huu ambao yanauzwa? Maeneo yenye ukubwa kidogo, kwa sababu nina mradi wa real estate kwa ajili ya apartment na vitu kama hivyo. Kama unaweza kunielekeza labda kuna eneo umesikia ama unajua wanauza mashamba au eneo lolote ambalo linauzwa ila ni kubwa sana. Hapana, mimi sifahamu chochote na kuhusu hizo biashara hata sijui. Okay. Basi sawa. Samahani kwa usumbufu. Wakati mwingine basi. Alo madam. Kuna mtu nimekutana naye hapa, aniambia nakufahamu na mmesoma naye. Alikuwa anakuulizia. Okay, basi sawa. Niache huko. Unafanya nini sasa? Kindege mpenzi wangu, hasa ndo mambo gani ambayo unayafanya rafiki yangu? Afu mbona siku hizi umebadilika sana? Yaani umebadilika, sio Kindege ambaye mimi namjua unajua. Tangia mara mwisho uondoka pale mtaani pale, upokee simu zangu, ujibu message na nimekutafuta sana lakini sijafanikiwa kukupata. Leo tu ndio imekuwa kama vile bahati tumekutana. Alafu imekuwaje? Mbona mimi nakushika unanitoa mikono? Kwa hiyo ina maana ni makosa mimi kukushika, si ndio? Hivi kitu unaniona mimi mtoto mdogo? Unaniona sina akili, si ndio? Wewe mara mwisho kwako si ulinifukuza? Ukaniburuza kabisa ukataka kunitoa nje, sio wewe? Leo unaongea nini hapa? Tatizo lako ndio hilo tu Kindege mpenzi wangu. Yaani utakai kujua sababu iliyonifanya mimi nifanye hayo yote ni nini? Mimi siku ulivyokuja mimi nilikuwa naumwa, wewe unajua kabisa kwamba mimi nilikuwa naumwa. Kwa hiyo nikaogopa kwamba unaweza kukaa pale afu kaanza tena kunidekeza afu isitoshe una mambo mengi ya kufanya. Ndio maana nikakwambia uweze kuondoka kwa sababu unajua mimi nilikuwa naumwa afu nilikuwa naogopa utapoteza muda pale mpenzi wangu. Mbona unakuwa hivyo? Hivi Kichi. Kwa hiyo ukiumwa mimi kwako ndo sitakiwi kufika. Kazi yangu nini kwako sasa? Yaani majukumu yangu kama mpenzi wako kwako ni nini? Kwa hiyo kama unitimue. Unaniona mimi sina akili, unaona mtoto mdogo na bado unaendelea kunidanganya, si ndio? Na unavyojitetea sasa. Utazani ni mara ya kwanza kufanya hivyo. Kichi, hii sio mara yako ya kwanza. Na umekuwa mtu wa kunitumua kwako, yaani unijali, unizingatie kwa lolote lile. Nisikilize. Kama unipendi bora uniambie.
Mimi nijue nini nafanya kuliko kuendelea kung'ang'ania nikaonekana king'ang'anizi kwako. Kindege, mimi mbona nakupenda sana mpenzi wangu. Yaani katika wanawake ambao nawapenda hapa duniani, basi wewe. Wenda hata kutoka mamangu nafuata wewe. Yaani katika ubavu kabisa chini ya uvungu wa moyo wangu umetandika jamvi, umekaa wewe mpenzi wangu. Yaani hakuna mwanamke yote kwa ambaye unazungumza unakuwa unakosea. Unaniumiza mwenzako kwenye moyo, kwenye mtima mpenzi wangu. Mimi nakupenda peke yako, niamini basi. Alafu isitoshe mpenzi wangu, kile kitu ambacho mimi nilikuwa nimekifanya pale magetoni, mimi sikutaka nikupe mawazo, yani uwe na msongo wa mawazo. Ndio maana ikabidi ni mute nikwambie uende, kwa sababu mimi ningekwambia usingekuwa sawa kisaikolojia, ungekuwa tu unatatalika muda wote unatatalika. Utulii mpenzi wangu, niamini basi. Au mpende kichinjile mautamu jamani. Vipi tena? Amna, ni mama anapiga simu. Na nikaona nikipokea mambo yatakuwa mengi. Ni mama tu anayepiga simu. Nikajua si nani, kumbe bibi mkubwa. Basi sawa, lakini mpenzi wangu mimi mwenzako nimekuita hapa. Mwenzako mimi nina shida. Shida gani tena? Umeona pale magetoni pale? Pale magetoni huwezi amini, ni kila kitu kimeisha. Yaani hakuna chochote ninapokuambia. Alafu kibaya zaidi ni kwamba mpaka kwa mangi nadaiwa. Mimi mwenyewe kuna vipengele vyangu kibao sijavitimiza. Kwa hiyo nilikuwa naomba mpenzi wangu, kama una pesa kidogo, uweze kunisaidia ili mradi niweze kuweka mambo yangu sawa tafadhali. Yaani nilijua tu Kichi. Wewe utakuwa na sababu zako, utakuwa na vipengele vyako, ndio mama amenikumbuka mimi. Kwa hiyo ukiwa na shida mimi wa muhimu, si ndio? Yaani ukiwa na shida zako wewe, ukitaka kutimiza haja zako wewe, mimi ndo unanikumbuka. Nilijua tu una lolote. Una shida zako tu ndio maana umeniita. Sasa mbona unanifokea tena mke wangu? Wewe ndo mama la mama, wewe ndo nyonga mkaliaini. Naomba unisaidie. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kanisaidia hizo shida pasi na wewe. Naomba basi unielewe mke wangu, mbona unachachuka muda wote? Shida nini? Nisaidie basi. Una shida na kiasi gani kwani? 150 tu, yani 150,000. Mekundu 15 tu inatosha mimi kumaliza vitu vyangu. Sawa, nitakupatia. Vipi sasa, sisi tunaelekea nyumbani? Nyumbani tena najua hoteli. Nahisi kama tumbo limeanza tena kuniuma. Na sisi siko sawa, basi kama vipi? Wewe nitumie hiyo pesa afu njoo baadaye. Sawa bana, kama ni baadaye basi mimi nitakuja mida saa 9 kwako. Saa 9? Hapana, usije saa 9. Saa 9 kutakuwa kuna mechi. Unajua sasa hivi kombe la dunia, kwa lazima nitaenda kuangalia mpira. Cha kufanya wewe njoo jioni, usiku hivyo njoo usiku. Night. Sawa, nitakuja. Na hiyo pesa ndakutumia kwenye simu. Maana mimi hapa sina cash. Basi sawa, na maana nakupenda mpenzi wangu ndege. Nakupenda wewe. Na usiku kweli nitakuja. Sasa uloko niletee mambo yako unayojua wewe. Usiwaze. Kindege wewe. Alo Cholombo, mpenzi wangu Tami huyo. Sasa naomba unisikilize mke wangu. Bila kupoteza muda sasa hivi yani. Andaa vilago vyako, andaa kila kitu yani, kama nguo, jipambe, oga kabisa, kaa fresh. Njoo magetoni sasa hivi yani. Kama ni jiko basi limejaa shendele yani, moto unateteleka yani, unaisha, unateketea. Fanya uje mpenzi wangu. Sasa hivi yani, wazungu wanasema time is money. Njoo Basi dole. Jeni, msubiri kwanza. Unajua mimi sielewi kabisa. Tumekaa kwenye kikao, hutaki kuongea. Dada yako akupa nafasi ya kuzungumza, hutaki kuongea. Sasa tunashindwa kuelewa wewe unataka kitu gani. Yaani mwisho sasa dada yako kaamua kutupa nafasi tuje tuongee wawili. Unaniambia mimi peke yangu kwa sababu niko mimi na wewe. Eleza kila kitu. Ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe unikatalie mimi? Kwa sababu ukizingatia kabisa
nimekuwa nikijitoa sana kwa ajili ya familia yenu. Najitoa kwa ajili yako. Yaani niko tayari kufanya chochote kwa ajili ya familia yako na wewe mwenyewe. Unafahamu hilo. Na pia mimi sio kama vijana wengine, kama wanaume wengine ambao unakutana nao. Mimi niko tayari kwa ajili ya kukuona, ndio maana nimekuja mpaka kujitambulisha kwenu. Nishaongea na dada yako. Unafahamu kila kitu kabisa Jeni. Ama mimi nakosa nini kama mwanaume? Na kasoro gani ambayo inakufanya wewe ukatae kabisa kuwa mke wangu? Tatizo lako Kanoni, wewe hautaki kabisa kukubaliana na matokeo. Na maybe sometimes nisikulaumu kwa sababu hauko peke yako. Wako wengi sana kama wewe. In general, wapo wasichana na wavulana wenye tabia kama za kwako. Hasa wale ambao wanakuwaga wanapenda kwa mara ya kwanza au wale ambao wanakuwa wa kwanza kupenda. Wao wanatamani sana na wao wapendwe the same as they loving somebody. Lakini nisikushangae. Uko sahihi. Ila tu solution ni kwamba unatakiwa ukubaliane na matokeo. Kanoni, mimi sikupendi. I'm in love with another boy. Kwenye moyo wangu kuna kijana mwingine kabisa ambaye yani siambiliki wala sishauliki kwa ajili yake. Kwa sababu I have chosen him with my whole heart. Kwa hiyo naona kama vile I will just wasting your time. You just move on. Sikutaki. Au Kanoni, wewe uliambiwa kwa Tanzania hii yote ni lazima umpende Jenita peke yake? Mbona kuna wanawake wengi sana kwa Tanzania hii, mamilioni ya wanawake wako single. Kwani usichukue hata mmoja tu ukaishi naye? Jen, birds of a feather flock together. Mimi na wewe ni ndege tunaofanana mama. Kwa hiyo inatupasa tutembee pamoja, tupae pamoja. Siwezi kukuacha popote, na ndio maana kila siku nahangaika na wewe. Unategemea mimi nitamfuata nani? Nikuache wewe mwanamke mzuri, binti ambaye mimi nakupenda kutoka kwenye moyo wangu. Huwezi kunifanisha na wanawake wengine. Wanawake ndio ni wengi, lakini kwenye hao wengi nimekuchagua wewe peke yako. Elewa hata hilo. Mimi nakupenda sana. Kwa hiyo labda tu useme mwenyewe. Unataka kitu gani mimi nikufanyie? Nikupeleke wapi ili uweze kuniambia kwamba unanipenda ama uamini kwamba mimi nakupenda? Oh. Uko tayari kunifanya chochote ninachotaka na uko tayari kunipeleka popote ninapotaka, sio? Basi sawa. Mimi ombi lako nitalifikiria. Ni kweli utanifikiria? Yeah, nitakufikiria. Ila sasa inabidi uwe mvumilivu sana. Kwa sababu unatakiwa unipatie muda mwingi sana kwa kufikiria. Na kingine, kubali kupokea matokeo yoyote yale ambayo nitakupa. Sawa, niko tayari kusubiria matokeo yoyote. Lakini naamini matokeo ambayo yako positive ndio ambayo nayatarajia kabisa kutoka kwako. Anyway, unaweza ukaendelea na safari zako alafu mimi nikaendelea na majukumu yangu. Ni sawa, lakini kabla sijatoka nafikiri labda nikuachie chochote kitu. No, keep it back. I don't need your money. Mimi sina mahitaji na pesa yako. Ila siku nikihitaji nitakwambia. Anyway, sio kesi. Kwa kuwa natarajia kitu kizuri kutoka kwako, majibu yako ambayo umeniambia, basi mimi ngoja nikuache kwa sasa. Okay, sawa. Okay. See you. Oh. Inaonekana pesa zako hauna matumizi nazo. Na kwa inavyoonekana unataka sana tuzitumie kwa pamoja. Basi sawa, hamna shida. Ni mwenyewe mchezo na uweza. Tazitumia sana mpaka ukome. Leticia, kuna kitu nimekumbuka. Mara mwisho muda mchache uliopita kuna simu iliingia na nilihitajika kwa haraka sana, lakini kwa bahati mbaya nilikuwa nimesahau, ndio maana nilikuwa naongozana na wewe kwenda huko tunakokwenda. Kwa hiyo sasa itabidi uende mwenyewe mdogo wangu. Tunaelewana? Mimi nitatakiwa niende kwenye hiyo safari ambayo ni ya dharura, maana wameshanipigia sasa hivi takriban dakika 30 zimeshapita na sijatokea kabisa na sijarejesha mrejesho wa aina yoyote hii. Na siwezi kukosa kwenye hiyo appointment. Dada, lakini nakumbuka shemeji mara mwisho amesema tuende wote supermarket. Unawezaje kuniacha hapa niende mwenyewe? Mimi nadhani tungeongozana tu tukaenda tukafanya maemezi, baada ya hapo kaondoka. Leticia, naomba unisikilize kwa makini. Hapa ninachozungumzia ni appointment. Ni simu ambayo imeingia ya ghafla
After nilikuwa nimeshasahau kabisa, ndio maana hata yeye mwenyewe sijamwambia kule ndani kwamba nilikuwa nataka kutoka. Nilikuwa nimesahau. Kwa nimekumbuka hapa, cha msingi wewe fanya hivi. Wewe nenda huko supermarket, kaemee kila kitu ambacho tulikuwa tumeorozesha pale nyumbani. Na hakikisha kila kitu kiwe sawa. Na kitu kingine sasa, hakikisha unazingatia sana kuhusu nguo zake za ndani. Amesema tukamchukulie nguo za ndani. Kwa hiyo hilo jukumu na kuachia wewe. Na hakikisha unachagua nguo za ndani ambazo ni nzuri. Akivaa mume wangu anapendeza. Dada wewe, mimi nikachukua nguo za shemeji, yani nikamchagulia shemeji nguo? Hapana. Hivi unakielewa ambacho unakizungumzia hapa? Yani mimi nikamchagulia shemeji nguo za ndani kweli? Hii sio haki. Mimi siwezi kufanya hivyo. Unajua ni swala la aibu sana. Yani mimi nikachagua nguo za shemeji? Hapana, siwezi. Hilo ni jukumu lako wewe kama mke wake. Yani hiyo kazi anatakiwa ifanye mke wake. Mimi naifanya kama nani? Mimi nakuomba tu twende wote ukamchagulie nguo. Kishamaliza kuchagua nguo, uzibebe rudi nazo nyumbani, mimi nitabaki kule nafanya vitu vingine, lakini usifanye hivyo. Mimi siwezi kwenda kuchagua nguo za shemeji. Leticia, kwani hujanielewa nini nimesema? Nimeongea matusi hapa? Au nguo nani ambaye hajui nguo za ndani? Kama kuzifua unafua, kwa hiyo kumchagulia nguo unashindwa. Leticia, naomba unisikilize. Sitaki kubishana na wewe. Halafu, mbona nikikuongelesha kiustaarabu unataka kunipanda kichwani? Yaani kama naonekana sasa kama sina kunyenyekea sana. Sina wema huo binti, sawa? Naomba cha msingi nilichokuambia, kazingatia hivyo vitu. Na hakikisha ukishanunua hizo nguo za ndani ukifika nyumbani, zifue. Ukishamaliza kuzifua, zipige pasi. Alafu mume wangu ndo atavaa. Na jioni ziwe ziko tayari. Tumeelewana? Maana hawezi kuvaa kabisa nguo ambayo imetoka dukani afa akaja akavaa haijafuliwa. Hicho kitu hakiwezekani. Hata mimi mwenyewe siwezi kukiruhusu. Kwa hiyo fanye jukumu lako. Tumeelewana? Dada, hii haiko sawa kabisa. Ili swala ni la aibu sana. Mimi siwezi kufanya hivyo. Kwa nini tu usiende kufanya vitu vya mume wako mimi mpaka nifanye hivyo? Dada, mimi siwezi. Twende tu watu wakachagua nguo za mume wako. Alafu mimi nitajuaje ni rangi gani ambayo ni nzuri? Mimi sijawahi kuolewa hata sijui rangi nzuri wala mbaya. Inaonekana hatuelewani kabisa. Kwa hiyo sasa hakikisha unaenda kuchagua XL. Maana anavaaga size kubwa kidogo. Na najua hiyo pesa ulionayo hapa haitoshi. Ngoja nitoke hapa, napitia pale ndani kachukue simu yangu na kuwekea pesa kwenye simu kabla sijaondoka. Na nikisha kuwekea pesa, hakikisha unafanya maimizi yote yawe sawa. Alafu mimi naondoka zangu. Tumeelewana? Dada. Sijawahi kuona mwanaume aliyepewa tuzo kwa kutembea na wanawake wengi. Wala haipo tuzo ya fahari au tuzo ya heshima kwa mwanaume aliyetembea na wanawake wengi. Kichi, kwa nini? Kwa nini unajifanyia hivi? Unajitesa wewe. Hivi hauoni kiasi gani mimi nakupenda? Kichinjile, do you like to see me in tears every day? Kichinjile, kwani unapenda kuniliza hivi kila siku? Nione basi huruma. Nionyeshe hata robo ya upendo ambao nimeshakukuonyeshia mimi. Kwa nini unanitesa Kichinjile? Kwa nini? Mimi nakupenda sana kwa moyo mmoja. Niko tayari kuacha wanaume wote kwa ajili yako. Lakini wewe haupendi, yani upendi kiasi gani? Yani haupendi kuona na kufatafata. Au Kichinjile haunipendi mimi? Kama unipendi basi niambie. Nimekushuhudia mara ngapi huko mtaani, wanawake wengi unatembea nao. Ila kwa nini hujali kiasi gani mimi nakupenda? Kwa nini Kichinjile? Au wewe unipendi? Niambie kama unipendi. Jeni, sasa kama ningekuwa sikupendi mpenzi wangu, ningekupa muda wa kukusikiliza hivi sasa? Yaani ningekupa muda wangu kama hivi sasa hapa ninavyokusikiliza? Mimi mbona nakupenda sana mke wangu. Alafu mimi kusimama na mwanamke sio kwamba kila mwanamke basi atakuwa ni mpenzi wangu Jeni. Wengine ni wapita njia tu. Haimaanishi kwamba mimi nikiwa naongea na wanawake au nikiwa nawasiliana nao basi ni wapenzi wangu Jeni. Katika moyo wangu kuna nafasi ya mwanamke mmoja tu ambaye ni wewe. Mimi nakupenda sana mshikaji wangu. Yaani nakubelieve ile. Sema kitu kimoja ambacho unacho, unapenda sana kunihisi vibaya. Yaani umeshaniweka kwenye upande wa kwamba mimi nakuchiti na kusaliti. Alafu sio kweli mke wangu. Kwani labda nikuulize kitu kimoja. Lini ushawahi kunishuhudia kwa macho yako nipo kitandani na mwanamke? Haijawahi kutokea hiyo siku na haiwezi kutokea kwa sababu nakuheshimu na nakupenda. Ila tu wewe uamini hilo kwa sababu hujaniamini mpaka sasa.
Mimi sio hivyo Jeni. Nakupenda sana, nakukubali sana mshikaji wangu. Niamini uko peke yako mpenzi wangu. Kwa nini unataka kila siku tunazungumza neno moja tu? Kichi, mimi sio mtoto mdogo unajua. Nina akili timamu. Najielewa Kichi. Mara ngapi nimekushuhudia na wanawake na kufumania. Lakini napotezea tu kwa sababu nakupenda kwa dhati, ila wewe hauoni. Hauoni chochote Kichi. Nifanye nini ili ujue nakupenda wewe, nakupenda? Kichinjile. Basi sawa. Nimeshagundua kwamba moyo wangu huu siwezi kumpa mtu mwingine yoyote zaidi yako. Kichinjile, mimi nakupenda wewe peke yako, wewe mmoja tu. Kwa hiyo kama unapenda kuishi maisha kama haya, it's okay. Waishi kama hivyo unavyotaka. Mimi siwezi kukuzuia kwa sababu unafurahi moyo wako. Ila nabaki kuishi na wewe hivyo hivyo unavyotaka. Siwezi kukuacha. Sasa nakuacha nani? Mimi nakupenda wewe tu peke yako. Sijui nifanye nini. Lakini it's okay. Angalau tu nionyeshe robo ya upendo ambao mimi nakupendea. Nionyeshe hicho tu ndio mimi ninachokitafuta hapa kwako. Sina kingine. Naelewa Jeni unachokizungumza. Yaani nakuelewa kinoma mwanangu. Nakuelewa A to Z. Lakini kwa nini leo hutaki mimi kunielewa? Nikwambie mara ngapi mbona unapenda mimi niwe narudia mada kwamba mimi sina mwanamke mwingine zaidi yako? Au nifanye kitu gani ili mradi uamini kwamba mimi nakubelieve? Unataka mimi nifanye kitu gani? Niambie basi. Kwa sababu kila kitu ambacho najaribu kukifanya kwako kinaonekana labda ni kibaya. Mimi sina mwanamke mwingine zaidi yako. Niamini Jeni, kwa sababu hakuna mwanamke ambaye anaweza kukuzidi wewe uzuri, urembo, ufupi. Alafu isoshe wewe ndio vitu vyangu Jeni. Yaani mimi nakupenda kinoma noma. Hata sasa hivi kusema upasue moyo wangu, basi umejaa. Umejaa tele kichaa wangu. Kwa hiyo usiwe na mawazo potofu ya kwamba labda mimi nakuchita, labda mimi nakusaliti. Hapana. Sema tu ndio hivyo, kuna muda unakuwa na mambo mengi na kwa niko busy, lakini nakupenda kinoma noma mshikaji wangu. Niamini. Alafu mimi nadhani tu tuachane nayo kwa sababu tunapoelekea utanikwaza. Wewe unanikwaza kwa sababu mimi sipendi kuzungumza sana kitu hicho kimoja. Vipi? Umekuja hapa mtaani au ndio ulikuwa tu unapita njia umekuja tu kunisalimia? Yaani unavyoniona hapa ndio nimekuja, sitoki. Nakaa hapa kuanzia sasa hivi hadi jioni. Ndio nimeshafika tayari. Hebu kwa nisikilize kwanza Jeni. Unataka kumaanisha leo utashinda na mimi hapa siku nzima? Ya, ndio hivyo. Hapana, hiyo itakuwa ni ngumu kwa kweli. Hiyo itakuwa ni ngumu kwa sababu mimi leo na ratiba zangu, si unajua zile. Labda kama itawezekana tu tukae masaa 2 hivi au lisaa 1:30 hivi, twende ndani tukaoge, tupige story na mambo kama hayo, kwa sababu mimi nadhani baadaye masaa 2 inabidi mimi nitoke kuna sehemu niende nikachukue pesa. Isitoshe wewe unajua kwamba mimi hapa nadaiwa kodi ya pango. Kwa kama nadaiwa siwezi nikakaa hapa nyumbani, inabidi niende huko nikatafute hiyo pesa ili mradi niweze kulipa kodi. Kwa hiyo tuingie ndani tu tupige story ya masaa 2, mimi baadaye niondoke. Basi sawa, kama ni hivyo sio shida. Nimekubali. Basi sawa, na usinune sasa mke wangu. Eti ndo kanuna. Njoo basi. Kambiliki mwa kangu wako. Jamani.